Karibu kufuata habari za leo. Nchini DRC, jeshi la Kongo FARDC limeanzisha maeneo mapya katika Mahanga, tarafani Masisi na Buhimba Walikale, vijiji viwili vilivyotelekezwa kwa miezi kadhaa kutokana na mapigano kati ya wazalendo na AFC M23. Wakati huo huo, AFC M23 inalaumu mashambulizi ya drone kutoka kwa vikosi vya kijeshi vya Kongo dhidi ya raia katika Luki, eneo la Masisi, na inathibitisha kujitolea kwake kulinda raia. Wanajeshi wa FARDC wameanzisha maeneo mapya katika Mahanga, tarafani Masisi na Buhimba, tarafani Walikale, vijiji viwili vilivyotelekezwa kwa miezi kadhaa kutokana na mapigano kati ya wazalendo na AFC M23. Fuateni hapa maelezo kamili. Jana njoo wasoda ya FARDC balihamia Buhimba na Mahanga. Angalia kwanza kama batasikiliza ile mantite hai. Vile kwanza tuko na chunga tuangalie kama tataongelea hapo msatu na tutarudia na sio mama mingine. Mpaka tungali naenda somea huko Makangati karibu na Ngenge huko tuko nasomea. Ile tia mshale alizotokea ndani wanapanda tokea Mtimua wanapanda mpaka Buhimba Kasopo M23 ndio ngali pale. Mimi walikuja walitokea Walikale mtoto Tikimua. Fika Kimua wanadeploy sasa Buhimba. Ndio vile wanakuwa napitia njia ya kule. Licha ya ombi la kusitisha mapigano huko Doha, mapigano yanaendelea katika mashariki ya DRC kati ya AFC M23 na FARDC. Pande zote mbili zinashambuliana huku mazungumzo ya makubaliano ya amani yakisubiriwa. Maelezo kamili. Licha ya kusitisha mapigano yaliyowekwa na mchakato wa Doha ili kupunguza mzozo katika mashariki ya DRC, mapigano kati ya muungano AFC M23 na vikosi vya kijeshi vya Kongo FARDC yanaendelea katika maeneo mbalimbali. Baada ya siku chache za utulivu, mapigano yamerudi katika maeneo kadhaa. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, AFC M23 ililaumu katika mashikamano makubwa kuhusu mashambulizi yasiyokwisha kwa drone yanayoendeshwa na vikosi vya serikali ya Kinshasa, ikisisitiza kuwa mashambulizi haya yalilenga raia katika Luki, eneo la Masisi. Msemaji wa shirika hilo, Lawrence Kanyuka, alithibitisha dhamira ya AFC M23 ya kulinda na kutetea raia ambao wanapewa lengo na vikosi vya Kinshasa. Kwa upande wake, jeshi la Kongo liliwalaumu kwenye taarifa ya tarehe 8 Novemba waasi wa AFC M23 washirika wa kundi la Twirwaneho kwa kufanya mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vyake katika Kivu Kaskazini na Kusini. Kulingana na Jenerali Sylvain Ekenge, msemaji wa FARDC, mashambulizi haya yanaendelea licha ya ahadi za kusitisha mapigano zilizowekwa na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani na Qatar. Jeshi linaeleza kuwa limechukua hatua zote zinazohitajika kukabiliana na hali hiyo. Katika taarifa ya tarehe 8 Novemba, coordinator msaidizi wa AFC M23 Bertrand Bisimwa kutoka Doha alisema kuwa mazungumzo yanaendelea vizuri kuelekea kurejea kwa amani. Siku hiyo hiyo, Felix Tshisekedi alizungumza na diaspora ya Kongo nchini Brazil. Kutokana naye, makubaliano ya amani yatatiwa saini hivi karibuni Washington. Ikulu ya White House itatuma mwaliko kwao kuhusu utiaji saini wa makubaliano. Hata hivyo, kulingana na duru zetu, hakuna saini iliyokuwa imepangwa siku ya leo kati ya AFC M23 na serikali ya Kongo, kwani ujumbe wa Kinshasa ulikuwa haujafika bado Doha. Mamlaka za AFC M23 zimeshiriki rasmi kuanzia Jumanne tarehe 11 Novemba kutambulisha waendesha pikipiki katika mji wa Goma. Mpango huu unalenga kuwalinda raia wanaosafirishwa na wapanda pikipiki hawa ambao mara kadhaa huonwa kama washirika wa wahalifu. Mratibu wa mkoa wa uhamsilishaji na ajira Bwana Gafishi Semikore, akimwakilisha gavana, ameweka kiwango cha $1 kwa kila karatasi ya utambulisho.
Lancement officiel de l'identification des motards au Nord Kivu, c'est 11 novembre 2025 à la mairie de Goma. La cérémonie a été lancée par le coordonnateur provincial de la démobilisation et recrutement au sein de la FCM 23, M. Gafiche Semikore, qui a représenté le gouverneur Bahati Musanga Erasto dans cette activité. Il était accompagné du maire de la ville Kate Mondalienne Julien, du coordonnateur provincial de la CSMT Nord Kivu, une organisation des conducteurs de motocycles et tricycles Christophe Kazungu, et d'autres cadres du mouvement de la FCM 23. Des fiches d'identification et des notes de perception ont été présentées aux motards par l'autorité provinciale. Il a été décidé qu'une fiche d'identification s'achète à $1 ou soit 2500 francs congolais. Chaque motard devra se faire identifier pour mettre de l'ordre dans ce secteur et ceci pourra contribuer à la sécurité des motards. Gafiche Semikore confirme l'accompagnement du gouverneur aux motards dans l'exercice de leur métier. Il a toutefois demandé à tous les conducteurs de motos de s'en approprier. C'est le lancement de l'identification des motards. C'est ce qu'on a fait maintenant. Ce qui a été dit d'abord, le motard ne doit pas dépasser 2500 francs, l'équivalent d'$1. Parce que la fois passée, on demandait beaucoup d'argent chez le motard. Le gouverneur a refusé, il a dit que les motards doivent aussi avancer, et donc ils doivent se développer. C'est pourquoi il a demandé seulement $1, l'équivalent de 2500. Pour reconnaître le motard, savoir nous avons combien de motards, parce qu'il y a des immigrés aussi d'État qui entrent, qui se disent motards et pourtant non. Donc nous devons savoir le motard exactement, son nombre de combien. Grande est la satisfaction du côté des motards qui estiment que cette identification leur permettra de bien exercer leur activité. Certains motards interrogés ont remercié le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, pour son accompagnement et pour la réduction des frais d'identification. Sisi kama vile bamotari ya vile ya Goma tunashukuru sana kwa ile jambo, kwa sababu inakuwa muda mrefu sana yenye tulikuwa tunashindwa kuidentifie motari ni nani na jambazi ni nani. Sasa kupitia hii identification itatupermettre kuexercer kazi yetu mzuri, parce kuna watu mingi sana wenye wanavala jina yetu wanafanya mambo yenye haifai. Mais kupitia hii identification yenye inakuwa lancée leo, vraiment sisi tunafurahi sana. Notons que les premiers motards déjà identifiés ont sur place reçu leur fiche d'identification. Aux autres motards de faire le même exercice car une équipe d'identificateurs et de percepteurs est déjà déployée sur le terrain. Katika mji wa Bukavu, kazi za kupiga lami barabara za pili zinazoongozwa na AFC 23 zinaendelea vizuri. Miradi hii inaboresha usafirisho katika mitaa kadhaa na inauza furaha kwa jamii ya eneo hilo. Mpango huu unalenga kuboresha miundombinu ya miji na kurahisisha usafiri ndani ya jiji. Jimboni Ituri, wakati wa shughuli za uhamasishaji huko Telega katika eneo la Irumu, bunge la vijana na chama cha vijana wa Kristo wa Kongo walifanya mazungumzo na vijana wa eneo hilo kuhusu amani, umoja wa kijamii na ushirikiano wa kiraia na kijeshi. Shughuli hii ilifanyika sambamba na msaada kwa kazi za wanawake. Ripoti kutoka kwa Rashidi Kudra, mwandishi wa Kivu Morning Post toka Bunia. Soucieux d'y voir une jeunesse consciente face aux enjeux de l'ère, le Parlement des jeunes de l'Ituri poursuit sa campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et les mariages civilo-militaires. Ce lundi 10 novembre 2025, une délégation s'est rendue à Telega, localité située dans le territoire du Roumou, pour échanger avec les jeunes du millier. Elle était accompagnée de la structure AJCC, Association des jeunes chrétiens au Congo. Les discussions portaient sur la consolidation de la paix, le renforcement de la confiance entre les jeunes et le FARDC, ainsi que la lutte contre les manipulations et les discours de haine. Gloire Abassé, responsable de cette structure citoyenne, a souligné que, au-delà des échanges, le Parlement des jeunes a aussi apporté son appui à l'entrepreneuriat local. Des kits ont été remis à des femmes pour encourager la couture. Et un ballon de football a été offert pour promouvoir la cohésion sociale. L'objectif de notre mission à Telega était de venir quand même s'imprégner de l'état de l'île de notre jeunesse, leur conscientiser sur leur rôle dans la transformation d'une nouvelle société où ils doivent miser sur la cohésion et la cohabitation pacifique
mais aussi booster à tout prix qu'il y ait la prise de conscience en entrepreneuriat. Nous sommes venus accompagner nos collègues de AJCC qui ont leur centre. On a voulu assez que nous puissions dire aux filles et aux garçons que les groupes armés n'ont pas d'avenir. Ils ont intérêt à s'investir pour qu'il y ait la paix, le développement et le vivre ensemble. Il faut également essayer de parler sur la question de la relation civilo-militaire où ils doivent être avec l'armée et la police. S'il y a un cas qu'on ne puisse pas généraliser, ici on a remis aux jeunes les ballons. C'est dans le cadre de signifier que nous avons intérêt à cohabiter et à rester ensemble. Également aux femmes, bien que c'est minime, on a voulu juste donner d'abord quelques matériels pour le fonctionnement du centre. Cette action a été saluée par Moïse Kanyabo, chef du groupement Telega, qui a appelé les jeunes à ne pas céder aux alliances avec les semeurs de troubles, afin de préserver la calmie progressivement retrouvée grâce aux efforts des forces armées. Mina félicite kazi yenu kupitia ile projet yenye mnakuwa nayo, mnakia kuleta mkono na ba mama ya Telega na ba jene. Hivi baendeleshe ile kuyua kushona manguo hivi awasaidie vile bakazi ingine ile. Kwa mimi naona iko maendeleo mzuri kunuvua Telega. Mimi nashukuru kusema ke tunaongea tunaikala bila fujo ile ya mingi. Mimi si fujo bakiana basikue naye inakuwaka kama makiana ingine wanatumizia ile mapombe ya makali makali fa ba fujo kwa sadre. Mimi napenda ba jene yangu mwingine baikale kimya na ile bayenye biku naendaka kufaa ba fujo leo biku naenda kala karibu ba soda kuanja kusota kama balombe bafranga kisha yake raporo kunakuya. Cette descente s'inscrit dans une série d'activités citoyennes initiées par le Parlement des jeunes pour rapprocher les communautés, restaurer la confiance avec les forces de défense et promouvoir un climat durable de paix. Un message fort dans une région encore marquée par les séquelles des conflits, mais résolument tournée vers la reconstruction. Bunge la kitaifa lilitoa Jumatatu orodha rasmi ya wagombea kwa nafasi wazi katika ofisi yake. Clotilde Mutita Kalonga kutoka chama cha Ensemble pour la République pekee ndiyo alikubaliwa kwa nafasi ya katibu msaidizi. Wagombea wengine watano wakiwemo Christelle Vuan na Gracien Irachan wamekataliwa kwa sababu ya kutofuata kanuni za ndani. Emeboji Sangara ndiye mgombea pekee aliyekubaliwa kwa uongozi wa bunge la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa ziara yake ya bunge katika mji wa Kasumbalesa katika mkoa wa Haut-Katanga, mbunge wa mkoa Tsongo Matate Deliance alilalamikia ukosefu wa umeme katika mji huu wa mpaka na Zambia. Bunge pia alikemea matatizo yanayowakabili wafanyabiashara wadogo wa mipakani na aliahidi kuingilia kati ili kuhakikisha jamii inaweza kufanya shughuli zake kwa amani kulingana na sheria ya Kongo. Katika Brazzaville, nchi jirani ya Kongo, waziri wa DRC wa hidrokaboni Akasia Bandubola aliyeteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa shirika la nchi zinazozalisha mazoti barani Afrika ametoa wito wa amani na maendeleo ya sekta ya mazoti na gesi Afrika. Alikemea ukosefu wa usalama katika mashariki ya DRC na kuwakaribisha jamii ya kimataifa kutambua mauaji ya kimbari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Brazzaville tunakomesha taarifa ya leo idhaa Kiswahili ya Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa habari zingine hivi karibuni, mpendwa mtazamaji.